Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mfululizo wa pili wa mafunzo yetu katika kitabu cha Yona. Na leo tutaangalia kukiri katikati ya dhoruba. Wakati Mungu analeta wazi kile kilichofichwa hata kupitia mateso. Tutasoma Yona sura ya 1 mstari wa 7 mpaka mstari wa 16. Mungu analeta wazi kile ambacho mwanadamu anataka kukificha. Mstari wa 7 na wa 8. Dhoruba ilizidi kuwa kali, miungu ya kipagani ikabaki kimya. Ndipo mabaharia wakapiga kura. Hii ilikuwa njia yao. Hii ilikuwa namna yao ya kutafuta jibu. Lakini Mungu akaingilia katikati ya kutokujua kwao. Akafanya mapenzi yake yajulikane. Hili linastaajabisha sana. Mungu wa mbinguni hasemi tu kupitia manabii. Anaweza hata kutumia kura za wapagani ili kufunua ukweli. Anaweza kutumia mabaharia wakapiga kura. Mungu akaingilia kati, kura ikamwangukia Yona. Mungu hutumia njia zisizo za kawaida kufunua kilichofichwa. Anatumia wapagani, anatumia kura, anatumia dhoruba. Kwa nini? Kwa sababu unaweza kujificha mbele ya watu, lakini huwezi kujificha mbele ya Mungu. Dhoruba hii si adhabu tu, dhoruba pia ni nuru. Inafunua, inaweka wazi. Inaleta vitu vilivyofichwa juu ya uso. Kwa namna moja, hii ni kama siku ndogo ya hukumu. Mabaharia wanakusanyika, wanatafuta mtu mwenye hatia, wanauliza ni nani aliyesababisha taabu hii? Na Mungu anajibu, si ili kuhukumu tu, bali pia ili kurekebisha mwelekeo. Yona hakukiri kwa hiari yake, alikiri kwa sababu alisukumwa. Na huenda hapo ndipo watu wengi walipo leo. Mungu anakusukuma. Mungu anakuweka pembeni. Mungu anakuweka wazi. Kwa nini? Si kwa sababu anakuchukia, bali kwa sababu anautaka moyo wako. Wakati mwingine dhoruba haitumwi ili kukuangamiza. Wakati mwingine dhoruba inatumwa ili kukufunua. Wakati mwingine dhoruba ni rehema ya Mungu. Huenda dhoruba yako leo ndio kura ya Mungu juu ya maisha yako. Huenda Mungu analeta wazi jambo fulani lililofichwa. Na Biblia inatupa mifano mingine ya jambo hili. Mfano wa kwanza, Akan, kwenye Yoshua sura ya 7. Akan alitenda dhambi kwa siri. Baada ya Yeriko kuanguka, alichukua vitu ambavyo Mungu alikuwa amekataza. Vazi, fedha, dhahabu, akavificha. Lakini dhambi iliyofichwa haibaki siri milele. Israeli waliteseka kwa sababu ya dhambi ya siri ya mtu mmoja. Kisha Mungu akamfunua Akani kwa kupiga kura. Hii inafanana sana na Yona. Kama Yona, Akani aliwaletea wengine mateso. Kama Yona, dhambi yake iliyofichwa ililetwa nuruni. Lakini hapa kuna tofauti kubwa. Kukiri kwa Akani kulikuja kwa kuchelewa mno. Akaangamia. Hakukuwa na muda tena. Hili ni onyo. Mfano wa pili, Anania na Safira, Matendo sura ya 5. Waliuza shamba, wakabaki na sehemu ya fedha, lakini wakajifanya kwamba wamempa Mungu kila kitu. Petro kwa uongozi wa Roho Mtakatifu akaufunua uongo wao. Nao wakaanguka, wakafa. Kwa nini? Kwa sababu koramdeo maana yake ni kuishi mbele za uso wa Mungu. Si mbele za watu tu, ni mbele za Mungu. Yeye anaona yote, yeye anajua yote. Hawezi kudanganywa. Uongo unaweza kuonekana mdogo, uongo unaweza hata kuonekana wa faida,
Lakini unapojaribu kulinda sura yako huku ukipuuza uwepo wa Mungu, uongo huo huwa ni wa mauti. Mfano wa 3, Richard Nixon na kashfa ya Watergate mwaka 1972 mpaka 1974. Nixon alijaribu kuficha uovu wa kisiasa. Alikuwa na nguvu, alikuwa rais, alidhani angeweza kutawala simulizi yote, lakini ukweli ulitoka wazi. Kanda za siri zilifunua kila kitu, akashinikizwa kujihudhuru. Hata mtu mwenye nguvu zaidi duniani hawezi kukimbia ukweli, hawezi kuikimbia kweli. Mwisho wa yote, kilichofichwa huja wazi. Hata katika historia, Mungu anaweza kutumia dhoruba kubomoa ufalme wa uongo uliojengwa juu ya uongo. B. Kukiri ukweli lakini bila mabadiliko. Mstari wa 9 mpaka wa 10. Tunaona Yona anasema, mimi ni Mwebrania, nami namcha Mungu, Bwana Mungu wa mbingu. Maneno hayo yanasikika sawa. Ni maneno ya kweli. Ni maneno ya kitheolojia. Ni maneno sahihi kabisa. Lakini maisha ya Yona yanapingana na kinywa chake. Na hilo bado linawezekana hata leo. Wakati mwingine tunasema mambo sahihi kuhusu Mungu, lakini tunapinga mapenzi ya Mungu katika maisha halisi. Tunafanya hivyo kimya kimya. Tunafanya hivyo kwa heshima ya nje. Tunafanya hivyo kwa lugha ya kidini. Tunajitetea, tunaahirisha, tunatoa visingizio. Ni rahisi sana kujijengea Mungu aliye sahihi katika mafundisho, lakini ambaye hayupo katika maamuzi yako halisi. Ukiri sahihi hautoshi kama moyo unabaki kuwa umefungwa. Jambo la kwanza, mtu aliye hai katika huduma lakini mlegevu katika utii wa kila siku. Mtu anaweza kuhubiri, mtu anaweza kuimba, mtu anaweza kutumikia kanisani, lakini katika maisha binafsi mtu huyo huyo anaweza kumpuuza Mungu katika mahusiano. Anaweza kumpuuza Mungu katika msamaha, katika usafi, katika uaminifu, katika unyenyekevu. Mtu huyo anasema kweli, lakini anaishi maisha, lakini anaishi na moyo mgumu. Wakati mwingine dharau huanza kuonekana kwa njia zilizofichika. Niache, angalia nani ananipigia simu. Maneno hayo yanaweza kuonekana madogo, lakini yanaweza kufunua hasira, kiburi na kukataa. Na hatari ni hii. Mtu anaweza kutenda dhambi na asione tena kwamba ametenda dhambi. Jambo la pili, mtetezi wa mafundisho lakini mfungwa wa kiburi. Mwamini anaweza kuwa na theolojia imara. Anaweza kuwasahihisha wengine haraka. Anaweza kuona makosa ya wengine upesi. Lakini anaweza kukataa kuomba msamaha nyumbani. Anaweza kukataa kutumikia kwa unyenyekevu. Mafundisho yake yako sawa, lakini maisha yake hayako sawa kabisa. Jambo la tatu, kiongozi anayekwepa utii kwa visingizio vya kiroho. Kiongozi anaweza kujua kwamba Mungu anamuita kufanya upatanisho au kwenda au kutii, lakini anaendelea kuchelewesha. Anasema huu si wakati sahihi. Anasema sina amani. Ukweli anaujua, lakini kutokutii kunajificha nyuma ya lugha ya kiroho. Jambo la 4, Mkristo anayependa kujifunza Biblia lakini hana moyo kwa wenye mahitaji. Mtu anaweza kupenda theolojia, anaweza kupenda Kigiriki, Kiebrania na masomo ya kina, lakini anapita karibu na maskini, anawapuuza wanaoumia, anakataa kuhusisha moyo wake katika huduma, anajua mapenzi ya Mungu lakini hayaishi. Jambo la 5, ushuhuda mzuri hadharani
lakini maisha ya siri yaliyojaa unafiki. Kijana anaweza kuweka mistari ya Biblia mtandaoni, anaweza kushiriki nyimbo za ibada, anaweza kuonekana wa kiroho mbele ya watu, lakini kwa siri anaishi katika maelewano na dhambi. Anasema anamcha Bwana, lakini katika maamuzi yake ya siri anampuuza Bwana. Hivyo basi, matumizi yake ni haya. Ni rahisi kusema ni nani, ni rahisi kusema wewe ni nani, lakini ni utii tu unaothibitisha wewe ni nani. Neema inaenea hata zaidi ya nabii. Mstari wa 11 mpaka mstari wa 16. Sasa kejeli ya maandiko inakuwa ya kina zaidi. Wapagani wanamcha Mungu kuliko nabii. Tazama mwenendo wa hadithi ulivyo. Mabaharia wanapanda juu, wanahama kutoka hofu kwenda kujiuliza maswali, kwenda kwenye ufunuo, kwenda kwenye uchaji mtakatifu na kwenda kwenye ibada. Yona anashuka chini kutoka kwenye mwito kwenda kukimbia, kwenda kulala, kwenda kwenye ukimya, kwenda kwenye kujiachilia bila nguvu. Yona anajitoa atupwe baharini. Hapa tunapata picha iliyogeuzwa ya kimasihi. Mabaharia wanamcha Mungu, wanaomba, wanatoa dhabihu, wanaweka nadhiri, wanabadilishwa. Maandiko haya yamejaa kejeli ya kiungu. Nabii aliyeitwa kupeleka neema angependa kufa kuliko kutii. Ni upinzani wa namna gani huu? Wakati mwingine kiburi huwa kimezama ndani sana kiasi kwamba mtu angependa kuteseka kuliko kunyenyekea. Lakini mabaharia ambao hawana maandiko, hawana hekalu, wala hawana agano, wanaonyesha hofu ya kweli, dhamiri hai na ibada ya kweli. Jambo la kwanza, wanajaribu kutomtupa Yona baharini. Hata baada ya Yona kuambia cha kufanya, bado wanapiga makasia kwa nguvu zaidi. Kwa nini? Kwa sababu bado wanatafuta njia nyingine. Hawataki damu mikononi mwao. Ni huruma yao ni ya kushangaza. Na hiyo inasimama kinyume kabisa na ukosefu wa huruma wa Yona kwa Ninawi. Angalia hili kwa makini. Kile kinachoonekana kwanza ndani yao si ukali wa kidini, ni ubinadamu. Jambo la pili, wanaomba. Na maombi yao ni ya kina. Bwana, tusiangamize kwa sababu ya mtu huyu. Bwana, tusiangamie kwa sababu ya mtu huyu. Wala usituwekee hatia ya damu isiyo na kosa. Kwa maana wewe, Bwana, umetenda kama ulivyopenda. Haya yanakaribia kuwa kama Zaburi. Wanaukiri ukuu wa Mungu, wanaomba rehema, wanamcha, na hofu hii haiwafanyi wagande, inawasukuma kuelekea ibada. Hofu ya kweli ya Bwana huzaa ibada. Jambo la tatu, wanatoa dhabihu na kuweka nadhiri. Hii ni lugha ya ibada. Dhoruba inakuwa mahali pa uongofu kwa mabaharia, lakini Yona katikati ya hayo yote habadiliki, na matumizi yake ni haya. Mungu anaweza kutumia hata kushindwa kwako kuwagusa wengine. Neema yake ni kubwa kuliko aibu yako. Yona na theolojia sahihi, lakini moyo uliofungwa. Mabaharia wana ujinga, lakini mioyo iliyo wazi. Ni nani anaabudu mwisho wa hadithi? Si nabii, ni wapagani. Wakati mwingine Mungu hutumia dhoruba kukuonyesha kwamba anaweza kufanya kazi si tu kupitia wewe, bali hata licha yako. Tofauti kati ya Yona na mabaharia. Yona ni nabii wa Bwana, anafunuliwa wazi mapenzi ya Mungu, anajua mapenzi ya Mungu,
Anakimbia uwepo wa Mungu. Anashuka chini, chini, chini na haombi. Anasubiri mpaka asukumwe. Anaonyesha uzembe wa kiroho. Anasema anamcha Bwana, anaishi katika kukwepa na kupinga. Mabaharia ni wapagani. Mwanzoni hawajui kinachoendelea. Wanakuwa katika kumcha Bwana. Wanapaa kuelekea maombi na ibada. Wanaomba kwa unyenyekevu. Wanatafuta suluhisho jingine. Wanabaki macho na wenye bidii. Wanaonyesha hofu ya kweli kwa matendo. Wanaitikia kwa dhabihu na nadhiri. Tukio hili linaelekeza mbele. Yona anakuwa kivuli. Anatupwa baharini ili wengine waishi. Lakini yeye ni kivuli tu, na tena kisicho kamili. Yesu ni mkuu kuliko Yona. Yona anaenda bila kutaka. Yesu anaenda kwa hiari. Yona anatupwa kwa sababu ya dhambi yake mwenyewe. Yesu anajitoa kwa sababu ya dhambi zetu. Yona anaingia kilindini ili dhoruba ikome. Yesu anaingia katika mauti ili ghadhabu ya Mungu juu ya dhambi itulizwe. Yona ni kivuli. Yesu ndiye utimilifu. Na wakati wa bahari inapotulia, mapambano ndani ya Yona ndiyo yanaanza sasa. Sasa atakutana na Mungu ndani ya tumbo la samaki. Alikimbia Koramdeo, lakini Mungu alimtafuta mpaka kilindini. Na pale mahali panapofanana na kuzimu ya muda, neema itazungumza tena. Hitimisho. Namba 1. Mungu hutumia dhoruba kama nuru, si kama adhabu tu. Si kila shida imekusudiwa kukuangamiza. Baadhi ya shida zimekusudiwa kukufunua, kuleta wazi kilichofichwa, kuileta kweli nuruni. Wakati maisha yanakubana sana, jiulize swali hili: Mungu ananionyesha nini sasa hivi? Huenda dhoruba ni rehema. Swali: ni nini kimekuwa kimefichwa moyoni mwako ambacho sasa dhoruba inakileta juu? Namba 2. Utambulisho unaotamkwa si uthibitisho wa wewe ni nani. Utii ndio uthibitisho. Unaweza kusema, mimi ni Mkristo, mimi ni mwinjilisti, ninapenda mafundisho, ninajua maandiko, lakini kama unakimbia utii, huna tofauti na Yona. Mungu hatafuti maneno sahihi tu, anatafuta maisha yaliyobadilishwa. Mungu wa nadharia hawezi kuzuia kukimbia kwako. Unahitaji zaidi ya maneno mazuri. Unahitaji moyo uliobadilishwa. Swali: ni wapi umetumia theolojia, uchovu au kuahirisha kama kisingizio cha kutokutii? Namba 3. Neema bado hufanya kazi hata wewe unapokwama. Mungu hakuwekei mipaka na udhaifu wako. Mungu hawekewi mipaka na udhaifu wako. Hata kupitia uzembe wako, kushindwa kwako au ukaidi wako, bado anaweza kufanya kazi ndani ya wengine. Mabaharia walibadilishwa ingawa Yona hakuhubiri mahubiri ya kweli kwao. Mabaharia walibadilishwa ingawa Yona hakuhubiri mahubiri ya kweli kwao. Neema ilipita kupitia Yona, lakini bila ushirikiano wa Yona. Usiitumainie nafasi yako. Unaweza kuwa karibu na vitu vitakatifu na bado kuwa mbali na moyo wa Mungu. Swali: je, Mungu anafanya kazi ndani ya wengine kupitia dhoruba yako, huku wewe mwenyewe bado unakataa kubadilishwa? Yesu Kristo mkuu kuliko Yona. Yona alijitoa kwa sababu ilimbidi. Yesu alijitoa kwa hiari. Yona alitupwa katika bahari yenye dhoruba.
Yesu aliingia katika dhoruba ya ghadhabu ya Mungu. Yona alishuka kwa sababu ya kutokutii kwake. Yesu alishuka kwa sababu ya hatia yetu. Yona alitupwa mbali ili wengine waokoke kwa muda. Yesu alitolewa ili wenye dhambi waishi milele. Yona alikataa utume. Yesu alikumbatia utume. Yona hakutaka mataifa yapate rehema. Yesu alikuja kuleta rehema kwa mataifa. Kwa hiyo, usimtazame Yona tu, mtazame Kristo. Kristo hafunui dhambi yako tu, yeye huibeba. Hafunui dhoruba yako tu, yeye huingia ndani yake. Hafunui hatia tu, yeye huibeba hatia hiyo msalabani. Kwa hiyo, Mungu anapoleta wazi mambo yaliyofichwa, usimkimbie, mkimbilie Kristo. Kwa maana ndani ya Kristo hufunuliwa si mwisho. Kwa maana ndani ya Kristo kufunuliwa si mwisho. Neema ndiyo mwisho wa hadithi. Mungu akubariki.